makamandandi 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 aya makamanda tu makamandana aya makamandazi makamandama aya makamandazo makamandate makamandasa makamandami aya makamanda hapo vipi? Mwisho kabisa ameeleza vizuri mjumbe wa kamati kuu, na tayari na mimi nimeshaeleza tunakwenda kwenye uchaguzi. Kuna ndugu zetu walikuwa wazuri sana wa kulalamika juu ya katiba. Hapajakosewa, wanasema katiba imesema. Tunaweza tukawa tumeteleza kweli, wanasema katiba imesema. Sasa ngoja mimi leo niwakumbushe. Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema uchaguzi wa serikali kuu, uchaguzi wa serikali za mitaa utakuwa unafanyika kila baada ya miaka mingapi? Uchaguzi wa mwisho tulifanya mwaka 2020. Kila baada ya miaka mitano, mwaka wa 5 utakuwa mwaka gani? Uchaguzi. Ambao ni mwaka gani? 20 na kwa mujibu wa wale waliokuwa kitukumbusha sana kuhusu kwa mujibu wa katiba, leo na wakumbusha wao kwa mujibu wa katiba tuko katika mwaka wa uchaguzi 2025. Na sisi chama chetu kimeshaeleza wazi. Zamani walikuwa wanasema CCM wanaogopa uchaguzi. Nadhani leo Watanzania mmejionea nani anayeogopa uchaguzi. Na sisi hatuwezi kuogopa uchaguzi kwa sababu yapo mengi na makubwa tumeyafanya huko. Ukienda kwenye afya, Samia amefanya. Ukienda kwenye maji, Samia amefanya. Ukienda kwenye miundombinu, Samia amefanya. Kimebaki nini tena? Ni kuchukua na kuweka. Mimi ni muumini wa kwenu kwa sababu ni mtetezi wenu. Najua kuna vijana mnaweza mkawa mna nguvu fulani ya kugombea udiwani, lakini kuna wengine pia mkawa mna uwezo fulani wa kugombea nafasi nyinginezo. Nataka nikwambieni vijana, mimi nipo kwa ajili ya kuwateteeni nyinyi. Msiogope kutiania na msiogope kuonesha uwezo wenu. Na sisi vijana wenzenu tuliokuwa tumefanikiwa tupo tayari kuwasaidieni. Kwa hiyo niwatieni shime. Tupo katika zoezi la uchaguzi. Uchaguzi forms zitaanza kutoka mwezi unaofuata. Msiache kutiania na nyinyi kwa kutaka kuonesha uwezo wenu katika chama chetu. Nataka nikupeni siri. Sasa ni wakati wetu vijana. Sasa ni zamu yetu vijana. Na vijana tumekuwa tukiaminiwa sana katika nafasi mbalimbali za kiongozi. Lakini kama wapo viongozi nao wamefanya vizuri, basi mnaweza mkawarejesha kwa kufanya kwao vizuri katika nafasi zao za kiongozi. Viongozi wa umoja wa vijana watafika site. Wamefika hawajafika? Wamefika. Wamefika hawajafika? Wamefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumze kidogo. Vijana hawa wako kwenye halmashauri ya Njombe DC. Mara nyingi tunaitambua kwa jina la Lupembe. Mkoa wa Njombe umenufaika na mikopo ya 10% kwa kiasi cha shilingi bilioni 5, ambayo bilioni 5 hiyo imeenda kwenye halmashauri 6. Halmashauri zote zimenufaika, lakini katika hiyo bilioni 5, vijana mnisikilize vizuri, vijana peke yao wamepata kiasi cha shilingi bilioni 2. Piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Lakini sio vijana peke yao. Vijana wa Lupembe wa halmashauri ya Njombe DC wamepata milioni 509. Piga makofi mengi sana. Kwa kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, mikopo ile wewe kama mwenyekiti umeipambania sana irudishwe pale ilipokuwa haijafika. Sisi tunawaombea watendaji ambao ni afisa maendeleo wa halmashauri na ngazi ya kata waendelee kutoa elimu kwa vijana hawa ili wanufaike na hiyo mikopo. Lakini kama mlivyomsikia Mheshimiwa mbunge, kuna fursa nyingi za kuja Lupembe. Maeneo mengi viwanda vya chai karibu vyote vimefungwa, mashamba yametelekezwa. Lakini hapa Lupembe angalau kwa wiki chai inachukuliwa. Uongo kweli jamani? Makofi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lupembe oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana taifa,
katika jimbo hili la Lupembe yako maeneo ambayo hata pikipiki zilikuwa hazifiki, kama kule Tembele Madeke, kama kule Ikondo kule chini. Mama Samia akapeleka shule za msingi na vituo vya afya. Makofi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu. Ujumbe wangu kwako Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mbunge wa jimbo hili, sisi wananchi wa Lupembe, kwa kazi nyingi ambazo Samia ametufanyia kama wananchi, na mimi mbunge kama shahidi mwaminifu wa kazi nzuri za mama, tunasema Mama Samia ametufanyia wema, tutamlipa wema mwaka huu 2025. Na tumejipanga jimbo la Lupembe, tunaamini kazi ambazo amezifanya nyingi hizi, hii miaka 5 iliyobakia, kwa mfano hii barabara kaanzisha yeye, atakayemaliza ni yeye. Makofi kwa Samia. Mimi kama mbunge nasema kwa moyo mweupe kwa niaba ya wananchi, tunampenda mama sivyo kawaida. Tunachokuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajua wewe ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, kikao kikubwa kabisa katika taifa la Tanzania, unakaa na Mheshimiwa Rais. Changamoto za Lupembe zote ambazo leo zingine umeziona, zikiwemo za shida ya barabara ambayo umeiona leo, bila shaka kwenye ilani ya mwaka huu utahakikisha fedha hii barabara ifike mpaka Madeke kule chini. Makofi mengi sana. Na mimi nitakuja pale ofisini kwako, nitakukumbusha. Na nikuhakikishie Mwenyekiti, kwa kuwa umri wako bado unaruhusu sana, tusipofanya haya mambo kwa bidii, wananchi baadaye watakuja kutuuliza. Kwa kuomba kwa historia ambayo leo umeandika hapa Lupembe, tukapigania pamoja mimi na wewe mambo ya Lupembe. Najua utaniunga mkono sana.